Tanzania, ndugu waandishi wa habari pamoja na wananchi wa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake, nimeona tuitane leo tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 ili tupeane baadhi ya taarifa kwa zile ziara ambazo tumekushazifanya, lakini pia tutoe mwelekeo sahihi na mpya kuhusu ziara ambazo pia tutaendelea kuzifanya. Ndugu wanahabari, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumebaini kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha utapeli na unyang'anyi wa ardhi kwa wananchi, na yapo makundi makubwa ambayo yanafanya kazi hiyo kwa kushirikiana na baadhi ya watu wengine nje au hata ndani ya mifumo yetu ya kiutendaji. Na kwa mantiki hiyo, wapo baadhi ya wananchi ambao wameziona ziara zetu na ambao walikushanyang'anya ardhi kutoka kwa watu mbalimbali, kwa mfano kutoka kwa warithi na kadhalika, na ambao wamekushafika katika ofisi ya mkuu wa mkoa ili kuweza kuzirudisha mali hizo. Nitumie nafasi hii kwanza kuwapongeza sana kwa wale wote ambao wamefanya hivyo, na mpaka sasa tuna ardhi si chini ya 19 ambazo zimerudishwa kinyemela nyemela, na wale wote waliopora ardhi hiyo tumeshauriana na kuwasamehe kwa kuwa wamerudisha ardhi hizo kwa wale ambao walikuwa wanahusika. Kwa hiyo sambamba na hili, watu wengi au makundi mengi yanalia, likiwemo kundi la wajane, likiwemo kundi la warithi ambao wamefiwa na wame zao au wamefiwa na watoto zao au wamefiwa na wazazi wao. Makundi haya yote yamekuwa kinyang'anywa sana rasilimali ardhi pamoja na vitu vinginevyo. Lakini jambo la pili, pia tumegundua na kubaini kwamba kuna utapeli mkubwa sana kwenye baadhi ya showrooms za magari, ambako watu wanalipia magari kutoka kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, lakini wengi wanadhulumiwa magari hayo kwa kudai kuwa magari hayo bado yapo bandarini, lakini ukifuatilia magari hayo hayapo bandarini, na au kiyakuta bandarini basi unayakuta yapo kwenye bonded warehouses yakiwa hajalipiwa chochote. Wapo Watanzania wengi ambao kutoka kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania bara wakipiga simu na kuonesha masikitiko makubwa kwa baadhi ya watu ambao wamejinasibu kuagiza magari au kuuza magari na kuwauzia watu ambao wamekushachukua fedha zao. Ninayo mifano michache, watu wamedhulumiwa fedha zaidi ya milioni 100 mtu mmoja, na kwa mantiki hiyo, hilo pia ni eneo la pili ambalo limekuwa pia ni mwiba mchungu kwa baadhi ya wenzetu ambao wamekuwa ni wanyonge na watafutaji katika taifa lao. Lakini eneo pia la tatu ambalo pia na lenyewe limekuwa ni eneo kubwa sana ni maeneo ya mikopo, wanasema mikopo umiza. Ipo baadhi ya mikopo ambayo watu wanakopeshana, anakopa leo, anasaini mkataba wa mkopo leo, lakini muda huo pia leo wakati anasaini mkataba wa mauziano wa kukopa, leo hiyo hiyo anasaini tena mkataba wa kuuza eneo lake. Manake ni kwamba anapokopeshwa anawekewa masharti kwamba ifikapo kesho saa 9 ardhi hiyo, nyumba hiyo au kitu alichoweka dhamana kitauzwa. Kwa anasaini mikataba yote miwili. Kwa hapa napo tumegundua pana unyang'anyi mkubwa mno, ambapo watu wanaachia mali zao kwa sababu ya jambo hili ambalo linaitwa mikopo umiza. Lakini zaidi pia kuna maeneo mengineyo mtambuka. Maeneo mengineyo mtambuka ni maeneo mbalimbali ambayo Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wanaumizwa nayo. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, ipo ziara ambayo tumekushaifanya hapa nyuma kidogo, na ambayo mojawapo ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa ni ya urithi, lakini nyumba hiyo ambayo mama moja alinyang'anya, na sisi tulipo mnyang'anya nyumba hiyo, naye ameamua kwenda mahakamani kutushtaki. Nataka tu niwathibitishie kwamba riadha hii iko almost kama 2% hivi. Lazima tuhakikishe riadha hii au marathon hii ya kukimbizana na haki inafikiwa.
Kwa hiyo tumekushaanza mchakato wa awali wa kujiridhisha zaidi na nyaraka mbalimbali ambazo zimetumika kufoji vitu vingi sana. Na nitoe rai pia kwenye kikao hiki muhimu kwamba nitatoa taarifa vile vile kwa Watanzania kuhusu unyang'anyi wa aina yoyote ambao utaendelea ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Ninayo orodha hapa ya baadhi ya watu ambao tumekusha jithibitishia kwamba hawa ndio wamekuwa wanyang'anyi wakubwa sana pia wa ardhi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na ninawapatia almost kama wiki moja tu ili wahakikishe zile ardhi ambazo wamezikalia ambazo sio za kwao basi katika mkoa wetu waweze kuzirudisha. Tumekwisha fanya uchunguzi wa kina na wa kutosha. Na hili nimshukuru sana pia waziri wangu wa ardhi, ndugu yangu Akwilapo, Mheshimiwa Akwilapo. Nishukuru TAKUKURU. Nishukuru vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini zaidi pia nishukuru wataalamu wengine wa ardhi. Na zaidi katika yote nishukuru sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Ofisi ya Attorney General imekuwa na ushirikiano mkubwa sana kwetu kama mkoa ili kuhakikisha mahali ambapo tumeshindwa kutafsiri vizuri basi mambo yote yanatafsirika kama ambavyo imepangwa. Lakini zaidi nishukuru sana muhimili wa mahakama. Yapo mashauri ambayo yamefikia mwisho, lakini watu baadhi tu wamekaidi ili kuweza kuyafikisha mwishoni. Sasa makundi haya ya watu natoa wiki moja tu inatosha, na kwamba wao wenyewe kwa ridhaa yao warudishe zile mali ambazo wamezipokonya kwa watu. Na unyang'anyi mwingine, ndugu zangu wanahabari, ambao umefanywa na baadhi ya watu wakubwa tu kidogo. Mtu anakuja kupanga eneo, kupangisha. Kwa mfano na eneo lako hapa, anakuja anapangisha ile eneo labda kwa miaka 10. Lakini baada ya muda anafoji nyaraka zote. Anaonesha kwamba ile eneo yeye ni mpangaji wa miaka 50. Anafoji nyaraka zote kuonyesha kwamba ile eneo ni mpangaji wa miaka 50. Lipo eneo mojawapo pale Mbagala ambalo linamhusu mtu mmoja mwenye matatizo pia ndani ya mkoa wetu. Eneo lile ni la mtu A. Yeye ameingia kwenye ile eneo kwa ajili ya kukodisha. Baada ya kukodisha amekwenda amejenga miundombinu ya kudumu. Na baada ya kujenga miundombinu ya kudumu ameanza kulazimisha kwa yule mtu A ili hilo eneo liwe la kwake. Halafu mtu C amekuja kuwa mpangaji. Na yeye amekuwa ni tapeli mkubwa kwa kuto kulipa kodi kwa sababu ya migogoro uliopo kati ya mtu A na mtu B. Na huyu mtu C naye ni mtu mkubwa tu ambaye naye nampa wiki moja. Asipo jitokeza ndani ya ofisi ya mkuu wa mkoa, kitakachofanyika, kwa sababu vitu vyote vipo smooth, vitu vyote vipo clear, atanyang'anywa na atachukuliwa hatua kali, moja ikiwa kumfungulia mashtaka ya kujipatia fedha kinyume na taratibu, na ambayo mwisho wa siku itakuwa ni mambo ya utakatishaji wa fedha. Hilo nalo ni eneo ambalo limekuwa ni mwiba mchungu sana. Na maeneo ambayo pia yanaongoza sana katika migogoro hii ni maeneo mbalimbali katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kumekuwa kuna utapeli huo Kigamboni, kumekuwa kuna utapeli huo Kinondoni, kumekuwa kuna utapeli huo hapa Ilala na maeneo mengineyo. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote na hasa wana Dar es Salaam kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ametutuma tuje tuhakikishe tunaendelea kusimamia haki na kuitafsiri bila kuvunja sheria, ili yule ambaye anahitajika kupata haki hiyo aipate. Na kwa mantiki hiyo, leo tarehe 2 ya mwezi wa 3, mimi mwenyewe mkuu wa mkoa nitakuwa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwenye ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wale wote ambao wamekushalia kwa muda mrefu waje pale ofisini wafikishe nyaraka zao zote. Natoa wiki moja tu, kwa maana leo Jumatatu, mwisho siku ya Ijumaa, walete taarifa zao zote na ushahidi wao wote waniletee pale ofisini, kwa sababu tarehe 9 ya mwezi wa 3 naanza tena ziara ya mguu kwa mguu kwenda kukagua maeneo yote ambayo wananchi watakuwa wameyaleta
kama sehemu ya kunithibitishia kwamba wameporwa, wamenyang'anywa, wamedhulumiwa. Maeneo kama haya ndugu zangu ya unyang'anyi, ninayo pia kesi moja hapa ambayo baba alifariki akiwa amemwacha mwanae katika umri mdogo. Na alipofariki akiwa amemwacha mwanae katika umri mdogo, yule mtoto akachukuliwa na shangazi. Alipochukuliwa na shangazi, shangazi alichokifanya ni kwenda kubadilisha nyaraka za eneo la marehemu kaka yake katika umri huu ambao mwanae yule alikuwa bado mdogo. Lile eneo alipolibadilisha likawa la kwake, na baadhi ya sehemu ameuza na baadhi ya sehemu anayo mwenyewe, lakini amefanya hivyo kwa kofia kuwa yeye ni msimamizi wa mirathi. Sasa huyu mtoto alipofikisha miaka 18 alianza kuomba kumilikishwa moja kwa moja maeneo ya marehemu baba yake, na ndipo mgogoro ulipoanza. Binti akafukuzwa kwao akiwa na miaka 18 tu kwa sababu anamwambia shangazi yake anaomba umiliki wa moja kwa moja kwenye eneo au kwenye maeneo aliyoachiwa na marehemu baba yao. Lakini yule mama aliendelea kujitetea kwamba aliuza maeneo ili amsomeshe, aliuza maeneo ili amtunzie. Sasa ndugu zangu, kama huna uwezo wa kumtunza mtu ama wa kumtunza mtoto wa kaka yako au wa dada yako, usimchukue yeye kwa sababu unataka zile mali zao. Sasa kesi hii nayo iko mahakamani. Tumeendelea kumuomba mwanasheria mkuu wa serikali aendelee kutusaidia kutafsiri masuala haya, ili na sisi pia tuendelee kuweka mawakili wetu waendelee kusaidia ili huyu mtoto pia aweze kuipata haki yake. Sasa huu ni mfano mmoja, lakini ndugu zangu wa Dar es Salaam, kuna mifano mingapi ya aina hii? Sasa kwa kuwa tarehe 9 ya mwezi wa 3 nitafanya ziara, na mnakumbuka nimetoka Kinondoni, sasa naelekea wilaya ya Ilala. Lakini hii tarehe 9, katikati ya tarehe 9 mpaka tarehe 15 nitarudi tena eneo la Salasala kule Kinondoni. Nitarudi eneo la Salasala kule Kinondoni, ambako kule nako nitakwenda kuhitimisha jambo mojawapo linalomhusu mtu mmoja ambaye ni mzito tu, lakini kwa ndani ya sheria huwa hakuna mtu mzito. Kwa nitarudi tena kule Salasala ambayo ni Kinondoni. Wakati huo pia naendelea na maeneo mengineyo kama haya maeneo ya Ilala na maeneo mengine. Kazi hii yote ni kwa ushirikiano mkubwa sana pia na waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi, madasi, wanasheria wote katika halmashauri zetu ambao wanafanya kazi nzuri ili kuhakikisha Watanzania wenzetu na Dar es Salaam wanapata haki zao. Nimezungumza pia na wakuu wa mikoa wenzangu wote wa Tanzania bara kwamba kwa mwananchi yoyote ambaye yuko Dar es Salaam na mgogoro wake unapatikana labda Geita au unapatikana Kigoma au unapatikana Kagera, afike moja kwa moja kama yupo hapa Dar es Salaam, na sisi tutapokea nyaraka zake, tutawasiliana na mkuu wa mkoa mwenzetu haraka iwezekanavyo ili haki yake iweze kupatikana. Tumeona tuyaseme haya ndugu zangu wa Dar es Salaam, ili ule unyang'anyi wa muda mrefu ambao umedumu kwa miaka mingi, na hasa kwenye ishu ya ardhi, kwenye ishu ya mirathi, kwenye utapeli mwingine ambao unaendelea hapa Dar es Salaam, basi uweze kufikia mwishoni. Awamu hii tumeona ni vizuri tukaendelea kujipembua zaidi, kwa kuwa neno haki limetamkwa sana na Watanzania na wananchi, na sisi kama viongozi huwa pia tunajifunza kwamba kumbe haki ukisimamia vizuri matokeo yake yanakuwa pia ni mazuri. Hiki tunachokifanya sisi ni kusimamia ile haki ambayo inatamkwa mara kwa mara na wananchi wa Dar es Salaam na wananchi wa Tanzania dhidi ya wale ambao wamepokonywa, wamedhulumiwa au wamenyang'anywa rasilimali zao. Sambamba na hili ndugu zangu, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam sasa tuna miradi mingi sana, miradi ya maendeleo, ambayo hii miradi ya maendeleo ndugu zangu wa Dar es Salaam ni miradi ambayo inafanywa kwa pesa ya Watanzania, lakini kwa usimamizi mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekwisha muomba Mheshimiwa Rais kwamba kwa kuwa miradi hii ni mikubwa, basi katika mkoa wetu yeye mwenyewe aje kuizindua, kuweka mawe ya msingi na kadhalika. Niliwahi kuambia kwamba tuna madaraja hapa Dar es Salaam mengi ambayo tumepiga kelele kwa miaka mingi sana, kila siku ni mafuriko. Sasa tumemwomba pia Mheshimiwa Rais baadhi ya maeneo kuja kuweka mawe ya msingi na ikiwezekana pia hata kutuzindulia. Na ninayo furaha pia kuwaambia kwamba tarehe 3 ya mwezi wa 3 2026
yani kesho siku ya Jumanne, Mheshimiwa Rais atakuwa kwenye viunga vyetu vya mkoa wa Dar es Salaam na atakuwa hapa eneo la Kigamboni kwa ajili ya kuzindua matanki ya kuhifadhia mafuta. Sio mafuta ya kula, mafuta kama diesel, mafuta kama petrol, mafuta kama mafuta ya ndege na kadhalika. Serikali imeamua kujenga matenki haya ambayo yako chini ya Wizara ya Uchukuzi kwa ndugu yangu Profesa Mbarawa. Na Profesa Mbarawa atatoa taarifa ya kina kuhusu Mheshimiwa Rais kuja kuzindua matenki hayo, na ambayo itafanywa, Mheshimiwa Mbarawa ataifanya taarifa hiyo leo, lakini mimi kama mkuu wa mkoa ninayo haki na heshima ya kuwakaribisha wana Dar es Salaam wote tuungane na Mheshimiwa Rais kwa siku ya kesho kuja kuzindua matenki haya kuhifadhia mafuta. Sasa mtu wa kawaida anaweza kujiuliza, matenki ya kuhifadhia mafuta yananisaidiaje mimi? Jambo ni dogo tu. Leo mmeona kule kwa wenzetu Iran na kwa baadhi ya mataifa ambayo yanazalisha sana mafuta. Leo mmeona kule meli hazikatishi kwenye bahari hiyo na kadhalika. Sasa kama serikali hautakuwa na hifadhi ya mafuta angalau hata wiki mbili katika kipindi ambacho mataifa mengine yanayo supply yanaweza kuwa katika mitikisiko ya kisiasa, maana yake ni kwamba taifa lako hamtawasha umeme, taifa lako magari hatakuwa na mafuta, taifa lako mitambo haitakwenda ambayo inatumia diesel kwa muda wote ambao mataifa hayo ambayo yana supply yatakuwa kwenye hali hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kwamba ni muhimu kuweza kujenga matenki yanayomilikiwa na serikali ili kuweza kuhifadhi mafuta, pamoja na kwamba private sector wanahifadhi pia mafuta, lakini vizuri pia serikali kajenga matenki hayo ili in case of anything basi taifa linaweza, waizungu wanasema to keep on rolling or to keep the ball rolling or to hit on the ground running katika kipindi chote ambacho dunia inaweza kuwa ipo kwenye mitikisiko fulani. Kwa hiyo kesho kuanzia saa 1 asubuhi wananchi wameshapewa utaratibu na mkuu wa wilaya wa Kigamboni na wale wananchi wote mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba pale Kigamboni Mheshimiwa Rais atafika hapo ili kuzindua matenki haya. Kwa hiyo nitumie nafasi hii wana Dar es Salaam wote kuweza kuhudhuria ili tumpe support kubwa Mheshimiwa Rais kwa manufaa makubwa ya maendeleo yanayofanywa kwetu. Na wana Kigamboni wanaweza pia kujiuliza kwamba sasa matenki yale mbona sisi huku barabara hamna? Mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais huyo ametoa bilioni 83 kujenga barabara kilomita 41 ambayo inaanzia hapa Kibada kwenda Mwasonga kwenda mpaka Kimbiji, kilomita 43, na barabara inajengwa na mkandarasi anaitwa Esteem Construction ambaye amekwisha anza kujenga barabara hii na ipo zaidi ya 40%. Lakini mtakumbuka pia wakati yupo kwenye ziara kuzindua kiwanda cha magari ya Ho pale, kile kiwanda tunaita Saturn, aliahidi pia kujenga barabara ya zaidi ya kilomita 7. Barabara hiyo ndugu zangu, leo ninavyozungumza mkandarasi amekwisha oneshwa site na muda wote kutoka sasa amepewa muda wa kisheria kuanza kuijenga barabara hiyo. Kwa hiyo wana Dar es Salaam tuendelee kujivunia kwamba maendeleo yanafanyika katika mkoa wetu katika kila sekta. Lakini ukienda kule Mbagala kama ambavyo nilisema, kuna ule mteremko mkubwa sana pale ulikuwa unasumbua sana watu. Leo Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 54 ili ziweze kutengeneza barabara mpaka pale Kongowe zaidi ya kilomita 3, pamoja na daraja ambalo limekusha tangazwa sasa na ambalo mwisho wa siku barabara ile itakuwa pia na flyover kuelekea kutoka upande wa Kongowe kuelekea upande wa Kigamboni. Itakuwa pia na flyover. Zaidi ya bilioni 54 zimetolewa. Na barabara ile tayari mpaka sasa imekushaanza kutengenezwa. Kwa hiyo ndugu zangu wana Dar es Salaam ni kwamba miradi mikubwa yote kama hiyo tukimwona Mheshimiwa Rais mwenyewe anakuja kuizindua, anakuja kuishughulikia, ni faraja kubwa kwetu kwamba Watanzania wana hamu na rais wao ili waweze kumuona akiwa anazindua miradi ambayo amesimamia ili mwisho wa siku tuweze kupata maendeleo makubwa. Sasa haiwezekani tukawa tunapata maendeleo makubwa namna hii alafu Dar es Salaam ikajengwa katika msingi wa matapeli, msingi wa unyang'anyi, msingi wa dhuluma, msingi wa ubabe, msingi wa chuki na msingi wa choyo. Lazima tuhakikishe kwamba mambo haya yote tunayarekebisha ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na siku ya leo tarehe 2 ya mwezi wa 3, kwa wale pia wa Dar es Salaam wote ambao pia wanaweza kuwa na mambo mengineyo yanayohusiana na ardhi, pale Wizara ya Ardhi kwa kamishna msaidizi wa ardhi, leo hii pia atakuwepo ndugu yangu Mheshimiwa Akwilapo, waziri wa ardhi, atakuwepo pia pale kwa ajili ya kuendelea na kliniki ya ardhi
Kwa hiyo kwa wale ninataja zaidi ardhi kwa sababu ndio imekuwa ya kwanza zaidi katika masuala mengine yote. Sasa nitakapoanza ziara, mara nyingi sisi tunaongea na wanasheria, tunaongea na majaji, tunaongea na watu wote, wanashauri sana kwamba ili kuepusha migogoro baadhi huko mbele, yapo mambo ya kufanya. Kwa kwenye ziara zetu tutakuwa pia na watoa elimu katika masuala yote ya kisheria ili kuweza kudhibiti baadhi ya mambo ambayo yanaweza yasiwe mazuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kusema haya yote, naamini ninyi waandishi wa habari mnaweza pengine kuwa na maswali machache, mawili, matatu, manne ambayo yanaweza kuwa na faida kubwa kwa wana Dar es Salaam na kwa Watanzania wote kwa ujumla wake. Nadhani sasa nitumie nafasi hii kuwakaribisheni ninyi ili kwa yule ambaye ana lake angependa kuniuliza basi aweze kuniuliza, na yule ambaye ana jambo la kiushauri aweze pia kushauri, na yule ambaye ana jambo lake tofauti basi aweze pia kulizungumza. Lakini kauli mbiu yetu imeandikwa hapa pia sana tu kwamba tunataka kila mmoja jitokeze kuijenga Dar es Salaam, kataa migogoro, kwa kukutana live na mheshimiwa mkuu wa mkoa ili uweze kueleza jambo lako na tuweze kufikia mwisho mambo yako. Nafahamu nimetaja mambo ya ardhi, nimetaja mambo ya mirathi, lakini kwa mtu yoyote mwenye jambo genuine, leo Watanzania wengi na hasa wa Dar es Salaam wanahangaika na mambo ya ndoa, dhuluma za kindoa na kila kitu cha namna hiyo. Mtu amezaa mtoto kama amefiatua jiwe, hataki kulea, hataki kutunza, wala hataki kufanya kitu chochote. Watanzania hawa na hasa wa Dar es Salaam, njooni tuweze kuyasema mambo haya ndani ya ofisi. Tutajua, tutayapembua. Hili litakwenda hadharani, hili tunataka tulimalize live huku kundani, lisiende kwa faida ya watu wengine. Unakumbwa na jambo la namna hiyo, njoo ili tuweze kusikiliza na tuweze kulifikisha jambo lako mwisho kwa ustawi wa taifa letu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Sawa.